Taarifa hii inatokea katika kijiji cha Sisamaro mkoani Kilimanjaro. Mimi ni Happiness Mguna, Global TV. Baada ya kutumikia kifungo cha miezi 6 jela kwa kosa la kutishia kuua kwa panga, Albert Midimito maarufu kama Chemli amerudi kijijini na kuzua upya mgogoro wa ardhi unaohusisha familia yake, ambapo mjane wa mdogo wake analalamikia vitisho na manyanyaso yanayoendelea. Chemli alihukumiwa na mahakama ya mwanzo ya Kiboshokindi tarehe 28 Agosti mwaka 2024 katika kesi ya namba 120 ya mwaka 2024 kwa kosa hilo ambalo ni kinyume cha kifungu cha 89B cha kanuni ya adhabu sura ya 16 ya marejeo ya mwaka 2022. Hukumu hiyo ilisomwa na hakimu mwandamizi Adam Melicho. Ameeleza kuwa kifungo hicho kutekelezwa kwa kuhesabu mchana pekee, hivyo kutimiza miezi 6. Taarifa kutoka kwenye hati ya mashtaka zinaonyesha kuwa Juni 30, 2024 katika kijiji cha Sisamaro kata ya Kibosho Kaoni, Chemli alitishia kuwaua kwa panga ndugu zake waliokwenda nyumbani kwa kutafuta suluhu kuhusu mgogoro wa ardhi baina ya mjane wa marehemu wa mdogo wake aliyefariki mwaka 2010 akiwaacha watoto 4. Japokuwa alitumikia kifungu, Chemli ameripotiwa kurejea kijijini akiwa na msimamo mkali dhidi ya familia, ambapo alilazimisha kikao cha ukoo kufanyika nyumbani kwake. Hatua hiyo ilipigwa vikali na baadhi ya ndugu waliodai kuwa walishawahi kutishiwa maisha naye hapo awali. Kama ilivyobainishwa na mwenyekiti wa kijiji cha Sisamaro, Saraturi Pauli Mwanga, Chemli alimweleza kuwa hakuridhishwa na mipaka iliyowekwa shambani kwake kipindi akiwa gerezani. Hata hivyo, kikao kiliitishwa Mei mwaka huu 2025 kilionekana kukosa nia ya kweli ya kusuluhisha mgogoro huo. Alafu sasa baada ya kufika kwenye nutu usika, hawataki, wananipanga sehemu ya kukaa. Huyu anasema sitaki nikae pale. Huyu anasema sitaki nikae pale. Tumetia shida. Unaona mpaka ngana pale, twende barabarani. Na mimi nimeridhika, twende barabarani. Wamekubali kama familia. Yaani maamuzi pamoja na kwamba mtendaji wangu ameniomba tufanye Jumanne. Mimi siko radhi Jumanne kwa sababu itakuwa ni kelele. Sihitaji mtu ofisini kwangu Jumanne. Kama amekataa suluhu nikiwa nyumbani kwao kwenye eneo husika, suluhu kupatikana itakuwa ni ngumu. Chemli ni mwananchi wangu, ila Chemli ana matatizo. Chemli matatizo yake ni makubwa sana, alafu ni mengi, alafu ana historia sio nzuri, chafu. Mimi nimesema kama amekataa, kama nimemwomba aje tukae na ndugu tuwe kitu kimoja, kama amekataa ndugu, ina maana amekataa kijiji. Cosmas Mali ambaye ni mwenyekiti wa ukoo wa Nchau amesema walifika kwenye kikao wakiwa na matumaini ya kusikia msamaha, lakini walikuta ajenda tofauti kabisa. Sasa sisi tumemwambia mwenyekiti hatuna kikao naye, tulikuwa tunategemea kwako ni ile kauli uliyoileta kwamba anaomba msamaha. Na sisi tulikuwa tunafikiri kwamba utakuja na barua ya msamaha aliyoisaini yeye utusomee ili tuangalie huo msamaha wake umeandikwaje, na hata kama angekuwa maandika huo msamaha leo tungetoa majibu, tungeenda kukaa kama familia siku nyingine, alafu ndio tupe mrejesho. Ametusumbua kwa muda mrefu kwa kila jambo, kwa kila kitu, lakini tunamshangaa na tunaona ajabu. Tumeenda mahakamani, akapatikana mahakama ya mwanzo ya Kindi, akapatikana na hatia, akahukumiwa miezi 6 mahakama ya wilaya. Bado mahakama ya wilaya ikamrudisha tena ndani, lakini bado ametoka kule anatusumbua tu. Sasa tumeamua tu, kilichobakia tunasubiri uchaguzi ujao ukishapita tu tendo kwa mama mwenye dhamana ya nchi hii, Mama Samia Suluhu. Ana Matias Midimito, mjane wa marehemu, amesema maisha yake yamekuwa ya hofu na sintofahamu kutokana na vitisho kutoka kwa Chemli ambaye ni kaka wa marehemu wa mume wake. Baba ananinyanyasa kuhusu mume wangu, baada ya kufariki ananinyanyasa sana mpaka amenikimbiza huku, nikakimbilia huku mporini kwa sababu alisema akiniona huku ataniua. Na nikaamua kutoka na familia yangu nikaenda kutafuta maisha huku, nimepangisha naishi na watoto hivyo kwa shida mpaka sasa hivi bado anaendelea na yale matisho.
ya kusema nani aliotesha masale huku kwake. Kwa utetezi wake, Chemli amesema familia yake inamwandama kwa lengo la kumnusuru na kwamba kikao hicho kilikuwa na dhamira ya kufahamu aliyeweka mipaka shambani na sio kuomba msamaha. Kwa nini wananyanda kikao huku? Na huku ndio wanaonifukuza na kunyugua. Sasa nikakai kwa huko rogati. Akizungumza kuhusu hatua ya kutatua mgogoro huo, katibu usuluhishi wa migogoro wa kata ya Kibosho Ukaoni Bakari Kaniki amesema serikali imeshachukua jukumu hilo na kikao rasmi cha usuluhisho kimepangwa kufanyika Jumanne ijayo. Na jana tulipata mwafaka pale kwamba tutakaa Jumanne. Ndio tulishauriana na mtendaji wa kijiji, kwa sababu nimeona kama kumetokea kosa, kesi kwenda kufanyika eneo la tukio wakati kuna mamlaka husika. Serikali ina ofisi za vijiji. Kwa hiyo hata kama kungetokea mgogoro pale, tungekosa hata usaidizi. Lakini tumepanga hilo shauri tulifanye Jumanne, tulisikilize kwa kukutanisha pande zote mbili ili tuweze kulipatia utatuzi.